sheria ya Jumapili inakuja. Sheria ya Jumapili itakapokuja, hautakuwa muda mzuri kwa Waadventista wa Sabato, ni muda mzuri kwa ajili ya mataifa, watu wanaoitunza siku ya kwanza ya juma kwa sasa bila kujua, na wako waaminifu wa Mungu wanayoitunza siku ya kwanza ya juma ambao bado hawajafikiwa na nuru. Wakati nuru itakapokuja, watafanya maamuzi. Sheria ya Jumapili, Sunday Law, ni masomo ambayo kila Mwadventista anajua, na bila shaka hata ulimwengu unayafahamu. Katika makanisa mbalimbali ambayo sio Waadventista wa Sabato, waumini wake wanajua kwamba Wasabato wana kitu wanakiita sheria ya Jumapili kitakuja. Wakati huo mwafaka umefika, Waadventista wa Sabato wameutupa ujumbe kapuni. Kwa nini wanautupa ujumbe? Nini kimetokea? Tunaposema sheria ya Jumapili, neno tu sheria inatoka katika mamlaka ya kiserikali. Mara nyingi huwa zinapitiwa bungeni. Kwa hiyo utagundua kwamba sheria ya Jumapili ni mchakato unaohusisha serikali. Ni mchakato unaohusisha serikali. Na Jumapili maana yake ni siku ya kwanza ya juma. Sasa siku ya kwanza ya juma ni siku gani? Katika Biblia, wakati Mungu anaumba mbingu na nchi, hakuweka siku hizi ambazo leo tunaziona ni Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Wengine katika hizi siku ambazo majina yetu ya leo ni Monday, Tuesday, wengine wanapenda kuanza kwamba hata katika simu yako unaweza ukachagua wewe kwamba wiki ianze siku gani. Vyovyote utakavyopenda, lakini siku ya kwanza ni ipi? Katika Biblia, Mwanzo 1 mstari wa kwanza mpaka wa 31, ukisoma mpaka ile Mwanzo 2 mstari wa 3, yaani Mwanzo 1 mstari wa kwanza mpaka Mwanzo 2 mstari wa 3, tunaona siku za uumbaji zinatajwa: siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4, siku ya 5, siku ya 6, mwisho kabisa siku ya 7. Sasa hizi siku ambazo zinaitwa siku ya kwanza, siku ya juma, leo ni siku gani? Katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wa kwanza inasema, hata Sabato ilipokwisha, ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. 2. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaliviringisha lile jiwe, akalikalia. 3. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Mstari wa 4. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. 5. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta yeye aliyesulubiwa. 6. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni mpatazame mahali alipolazwa. Mstari wa kwanza katika hii Mathayo 28 mstari wa kwanza inatuambia hata Sabato ilipokwisha, ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu na huyu mwenzake Magdalena walienda kaburini kwa ajili ya, walikuwa wameweka manukato tayari kabla ya Sabato kuingia, na mapema kabisa siku ya kwanza ya juma inapambazuka, wanaenda kaburini. Tukio wanalokutana nalo, Yesu anakuta amefufuka. Malaika wanamkuta pale, ambapo yule malaika walikuta wale walinzi wakatetemekwa kwa hofu kuu. Kwa hiyo Yesu alifufuka siku ya kwanza ya juma, ambapo ni Sabato ilipokwisha. Sabato inaisha, ndipo Yesu anafufuka. Kwa hiyo Yesu alifufuka siku ya kwanza ya juma, na kwa watu wanaosali Jumapili wanaamini hivyo. Wanaenda Jumapili kwa sababu ndio siku ambayo Yesu alifufuka. Sasa kama mtu unajua kwamba Yesu alifufuka Jumapili, basi Biblia inakwambia jana yake ilikuwa Sabato. Jumamosi kwa leo ilikuwa ndiyo siku ya saba. Kwa hiyo Yesu alifufuka siku hiyo. Kwa nini sheria ya Jumapili? Kwa nini sheria ya Jumapili? Sheria ya Jumapili ni takwa la kidini ambalo liko kinyume na amri ya Mungu.
Amri ya Mungu ipi? Amri ya Mungu ambayo inakinzana na hii sheria ya Jumapili. Sheria ya Jumapili inataka watu wapumzike siku ya kwanza ya juma. Sheria ya Mungu inataka watu wapumzike siku ya saba ya juma. Kutoka 20 fungu la 8, Biblia inasema, ikumbuke siku ya Sabato itakase, siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Hapo nimesoma mpaka mstari wa 11, kutoka 20 mstari wa 8 mpaka mstari wa 11. Kwa siku ya saba ni Sabato ya Mungu, alistarehe akaacha kufanya kazi, na ndiyo sababu tunaagizwa tuitunze, tusifanye kazi yoyote sisi wala mgeni. Mgeni anakuja kwako apumzike, ng'ombe wako asilime sheri, kila kitu chako, wote wa nyumbani kwako wanatakiwa waitunze Sabato. Ndivyo amri ya 4 ya Mungu inavyohitaji. Kwa hiyo hapa tunaweza tukaona Sabato ya uongo na Sabato ya ukweli katika pambano. Pambano linaenda kuhitimishwa juu ya utii wa amri za Mungu au juu ya utii ya matakwa ya Ibilisi na Shetani. Swali: hii Jumapili au Sabato ya uongo, nani ni mwanzilishi? Ni nani anahusika? Nani ataileta na nani alileta? Nani anahusika? Tunaposoma katika Daniel 7 mstari wa 23, Biblia inasema, akasema hivi, huyo mnyama wa 4 atakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia, utakaokuwa mbali na falme zile zote, nao utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande. Na habari za zile pembe 10, katika ufalme huo wataondoka wafalme 10, na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme 3, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Pigia mstari. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2 na nusu wakati. Zile pembe 10 juu ya yule mnyama ni wafalme 10, ambapo hao wafalme 10 kuna mfalme mwingine atakuja baada ya hao. Biblia inasema ataondoka baada ya hao, lakini yeye atakuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, atakuwa tofauti kabisa. Tena anasema sifa yake mojawapo, anasema naye atawashusha wafalme 3. Kwa hiyo sifa za huyu mfalme ambaye ni baada ya wafalme 10, lazima abebe hiyo sifa, lazima ashushe wafalme 3. Kumshusha mfalme hauwezi ukamshusha kwa kuongea naye story, lazima vita vipiganwe. Je, huyu mfalme, hii pembe hiyo kuja baada ya wafalme hawa 10 ilishusha wafalme 3? Swali la kwanza. La pili, katika sifa bainishi za huyu mnyama katika huu utawala, katika pembe hii inayozuka, ambayo pembe hii ndogo ambayo inashusha wafalme 3 pia imetajwa katika Daniel 7 mstari wa 20 kabla ya mstari wa 23. Daniel 7 mstari wa 20, kwamba naye atawashusha wafalme 3. Ni pembe ndogo. Pembe ndogo inazuka katika zile 10, ambapo inashusha hizo falme 3, inapigana vita, manake ina uwezo wa kivita, lakini iko tofauti kabisa na wafalme wale wengine, iko tofauti. Daniel 7:23, sifa nyingine tumeiona hapo kwamba ataazimu kubadili majira na sheria. Je, huyu mfalme aliyebadili majira na sheria ndiye anahusika kabisa na kuleta sheria Jumapili, na ndiye aliyeileta, na ndiye aliyeleta siku ya Jumapili kufanyika watu kwenda siku ya Sabato, siku kanisani. Kupitia huyu pembe ndogo, Daniel 7 mstari wa 20,
makanisa yote ya Kiprotestanti yanayotunza siku ya Jumapili, huyu ndiye chimbuko lao. Huyu ndiye anahusika, na huyu ndiye alileta sheria ya Jumapili awamu ya kwanza. Kitu Prophetic Kichati ukurasa wa 15 paragraph ya pili, nabii anasema hivi: This little horn is by all Protestants acknowledged to be the symbol of the papacy. It was prophesied of this horn that he should subdue 3 kings. Verse 24. The 3 kingdoms that were plucked up to make the way for the papacy were the Heruli in 493 AD, the Vandals in 534 AD, the Ostrogoths in 538 AD. Kwa hiyo nabii anasema huyu ndio aliwaondoa hawa wafalme watatu, na anawataja. Wa kwanza walikuwa wanaitwa Waheruli, wa pili hawa walikuwa wanaitwa Wavando, watatu walikuwa wanaitwa Waostrogoth. Kwa hiyo waliondolewa hawa. Kwa nini wanaondolewa? Wanaondolewa kwa sababu walikuwa wanamzuia huyu mfalme pembe ndogo kutawala upapa, ukawaondoa. Na unapowaondoa, wakati huo ulikuwa tayari umeshafanya juhudi zake za kuiondoa sabato ya Mungu. Kusoma kitabu cha Pambano Kuu, sheria ya Mungu isiyobadilika, tunaweza tukaona upapa ulivyopigana. Mpaka Mtume Paulo anakuwepo, mwanafunzi wa Yesu, upapa ulikuwa unaendelea unajiimarisha. Sabato ya Mungu iliwekewa vikwazo. Watu wakawa wanalazimishwa kufunga siku ya Sabato. Wanafunga siku ya Sabato. Siku ya Jumapili watu wanifanye sherehe, ni kuzaliwa, ni kufufuka kwa Yesu, wanafanya sherehe. Kwa hiyo kidogo hivyo psychologically watu wakawa be affected. Kwa hiyo mtu anajikuta ikifika siku ya Sabato anakumbuka ile kufunga. Kwa hiyo siku ya Sabato inakuwa ni kama siku ya mateso fulani hivi, kujinyima, yani siku ya shida. Mtoto ikifika siku ya Sabato hana raha, lakini ikifika siku ya Jumapili walikuwa na furaha. Hivyo polepole ilianza bila lazima. Lakini ilipokuja mwaka wa 538, wakati ambapo ameshaondoa huyu taifa la Ostrogoth, mwaka wa 538 ambao lilikuwa linampinga upapa kuendesha dunia au kutawala ulimwengu, alipoondolewa ndipo upapa ukaanza kutawala kwa wakati, nyakati 2.5 wakati, kama ambavyo katika Danieli 7 mstari wa 23 mstari wa 25 anaposema kwamba nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Kwa hiyo upapa ulitekeleza hayo maswala. Ulitoa falme 3, ukabadili amri ya Mungu ya 4, ikumbuke siku ya Sabato itakase, kutoka 20 mstari wa 8 mpaka 11. Ukaondoa, badala yake ukaweka sheria ya Jumapili. Ukaweka siku ya Jumapili badala ya siku ya Sabato. Ukalazimisha mpaka watu wafate hilo. Ndio hiyo tunayosoma kwamba watatiwa mikononi mwake kwa wakati, nyakati 2.5 wakati. Kwa kutoka mwaka wa 538 upapa ulipata mamlaka kamili. Kuanzia mwaka wa 538 upapa ndio ulitawala dunia kikamilifu, ukakaza mkono wake juu ya wale wanaoitunza sabato ya Mungu. Na ndio hawa watakatifu wanasema kwamba wakatiwa mikononi mwake kwa wakati, nyakati 2.5 wakati. Na ni kuanzia mwaka wa 538 mpaka mwaka 1798 wakati ambapo upapa ulipata jeraha la mauti. Kwa hiyo upapa ulibadilisha sheria ya Mungu. Vile vile nabii katika kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 52 mpaka 53 anasema mwasi mkuu alikuwa amefanikiwa kujiinua yeye mwenyewe juu ya kila kiitwacho Mungu au yule anayeabudiwa. Wathesalonike wa pili 2 mstari wa 4. Alikuwa amedhubutu kubadili amri pekee ya Mungu ambayo kwa wazi kabisa huwaelekeza wanadamu wote kwa Mungu wa kweli na aliye hai. Katika amri ya 4, Mungu amedhihirishwa kama muumbaji wa mbingu na nchi, na hivyo kutofautiana na miungu yote ya uongo. Kwa hiyo upapa uliondoa amri hii. Ufalme huu wa upapa, pembe ndogo hii katika Danieli 7 mstari
wa 25 ulitekeleza haya. Uliondoa wafalme watatu, ulibadili amri ya Mungu, uliwatesa watakatifu kwa muda wa miaka 1260. Yaani wakati ni mwaka mmoja, nyakati mbili miaka miwili, nusu wakati ni miaka ni nusu mwaka. Kila mwaka, kila siku kuhesabiwa mwaka. Huo ulikuwa ni unabii mrefu. Kwa hiyo pembe ndogo ilileta mateso, ililazimisha utunzaji wa sheria ya Jumapili, ikaondoa utunzaji wa amri ya Mungu ya 4, iliondoa kabisa. Sasa hiyo ilikuwa ni awamu ya kwanza, upapa ulitekeleza hayo. Na katika hiyo awamu ya kwanza ya upapa tumeona kwamba watakatifu walitiwa mikononi mwake kwa wakati na nusu, kwa wakati, nyakati mbili na nusu wakati. Baada ya hapo watakatifu wa Mungu wakawa huru. Lakini hata hivyo watakatifu wa Mungu, kanisa la Mungu lilihamishwa, lilipelekwa katika jangwa, mahali ambapo palikuwa pameandaliwa tayari. Ndio nchi ya Marekani ya leo. Nchi ya Marekani ni ya wakimbizi. Wakristo waliokuwa wanaokoa maisha yao walienda kule. Sasa ile ilikuwa ni awamu ya kwanza ya mateso kufuatia kutokuitunza siku ya Jumapili. Wakristo waliteswa katika zama za giza. Sasa utawala huu utajirudia, kwa sababu katika Ufunuo sura ya 13 mstari wa 11 mpaka 17 tunaona kwamba huyu mnyama alipatwa jeraha la mauti likapona. Kwa hiyo mnyama ambaye alipatwa jeraha la mauti ni huu papa, ambapo baada ya jemedari wa Ufaransa Bethia wa Bonaparte aliingia Rumi na akaichukua. Mwaka gani? 1798. Akauchukua, akapigana vita, akamchukua upapa, akampeleka uhamishoni, akafa kule mwaka 1799. Kwa hiyo kuanzia mwaka 1798 upapa ukao umeisha. Yaani akapata jeraha la mauti. Upapa ukapata jeraha la mauti, ni jeraha la mauti, au kufa kabisa. Kwa hiyo upapa wakati ule ukapoteza nguvu zake za kutawala ulimwengu. Na ni huyo mfalme, huo upapa utarudia tena awamu yake ya pili. Mwishoni mwa miaka 1600 kuna miaka 3.5 ya huyu mfalme kutawala. Katika Danieli sura ya 11 mstari wa 40 anatajwa ni mfalme wa kaskazini. Mstari wa 40, 41 mpaka 42, 45 anatajwa kama ni mfalme wa kaskazini. Kwa hiyo mfalme wa kaskazini au papa una awamu tena nyingine, utasimamisha tena sheria ya Jumapili. Na kitu hichi Waadventista wa Sabato tumekuwa tukijifunza kwa miaka mingi. Muda wake umefika. Historia ya unabii inatuambia yako wapi mafunuo ya unabii makanisani? Masomo ya unabii makanisani yameenda wapi? Ni kana kwamba sheria ya Jumapili haipo siku hizi. Nani anahusika kwa ajili ya kuzoofisha ujumbe wa Mungu? Ni nani anayehusika? Katika Ufunuo 13 mstari wa 11 mpaka mstari wa 17, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwanakondoo, akanena kama joka. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wote wakaao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Naye wakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Akapewa kutiwa pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasioisujudu sanamu ya mnyama wauawe. 16. Naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa,
na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. 17. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Hiyo ni Ufunuo 13:11 mpaka 17. Tunaweza tukaona hapa kwamba mnyama mwenye pembe mbili anahitaji wakazi wamfanyie mnyama, wafanye sanamu ya mnyama. Wakazi wafanye sanamu ya mnyama. Sanamu ya mnyama ni nini? Maana mnyama mwenye pembe mbili, mfano wa mwanakondoo, anataka wakazi wa dunia wamfanyie, watengeneze sanamu ya mnyama. Sasa ili kuelewa sanamu ya mnyama, inabidi tumjue mnyama mwenyewe. Mnyama gani? Aliyepata jeraha la mauti akapona. Lazima tumjue ni nani, ndipo tunaweza tukaona tukajua sanamu ya mnyama sasa ni nini na inatengenezwaje. Lakini huyu mnyama mwenye pembe mbili, mfano wa mwana kondoo, huyu ni taifa la Marekani. Taifa la Marekani ni mnyama mwenye pembe mbili, mfano wa mwana kondoo, lakini anasema atanena kama joka. Anaonekana ni mwana kondoo, lakini kule mwishoni atanena kama joka. Ndio huyu anayewaambia wakazi wa nchi wamfanyie sanamu yule mnyama aliyekuwa na pigo la mauti akapona, naye akaishi. Wamfanyie. Mnyama huyo ni nani? Katika Pambano Kuu ukurasa wa 442 mpaka ukurasa wa 443, nabii anasema, lakini sanamu ya mnyama ni nini na itaundwaje? Sanamu inatengenezwa na mnyama mwenye pembe mbili, na ni sanamu kwa mnyama. Ili kujua namna sanamu itakavyofanana na jinsi itakavyoundwa, ni lazima tujifunze sifa za mnyama mwenyewe, yaani upapa. Kwa hiyo nabii anatuambia ili tuijue sanamu ya mnyama, mpaka tumjue mnyama mwenyewe. Tumjue mnyama mwenyewe ni nani? Sifa za upapa. Ndiyo mnyama mwenyewe aliyepigwa pigo la mauti akapona, aliyepata jeraha la mauti akapona. Kwanza, huu upapa, sifa yake ya kwanza, dini ndiyo inaongoza serikali, yaani mamlaka ya serikali yanatumiwa na dini. Katika kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 442 mpaka 443, nabii anasema, ili Marekani, yaani USA, iunde sanamu ya mnyama, mamlaka ya kidini ni lazima iwe na mamlaka ya kuongoza serikali, ili kusudi mamlaka ya kidini ya serikali pia yaweze kutumiwa na kanisa kutimiza malengo yake. Kwa hiyo nabii wa Mungu anatuambia, Ellen G. White anasema kwamba ili Marekani sasa iunde sanamu ya mnyama, itengeneze sanamu ya mnyama, inabidi lazima mamlaka ya kidini iwe na mamlaka ya kuongoza serikali. Umeona? Ili mamlaka ya serikali yaweze kutumiwa na kanisa. Hiyo ndiyo sanamu ya mnyama. Dini iongoze serikali. Sasa dini itaongozaje serikali? Kitu cha kwanza, ili dini iongoze serikali, lazima kuwe na muunganiko kati ya serikali na dini, yaani Church and State Union. Church and State Union lazima ifanyike kwanza kabla ya kuunda sanamu ya mnyama. Kwa hiyo hapa tunaweza tukaona hatua ambazo sanamu ya mnyama inatengenezwa. Hatua ya kwanza,
kufikia pointi hii, hatua ya kwanza tumeiona kwamba inabidi dini na serikali ziungane. Lakini hiyo sio hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza, dini ziko nyingi. Hatua ya kwanza kabisa, lazima dini zenyewe ziungane. Makanisa makubwa ya Kiprotestanti nchini Marekani lazima kwanza yaungane. Yanapoungana sasa, ndipo yanamtafuta na serikali, yanaungana sasa na serikali, church and state zinaungana. Na hii ni ecumenism, umoja wa kidini umeshafanyika toka zamani. Dini zote zimeungana, zile kubwa za Waprotestanti nchini Marekani. Dini zinapoungana, dini hizi pia zinamtafuta serikali, church and state union, ndipo inafanyika. Kwa hiyo mamlaka ya serikali na mamlaka ya kidini zikiungana, ndipo inatengeneza sanamu ya mnyama. Je, hili limefanyika? Katika nchi ya Marekani waanzilishi wake waliangalia hili swala vizuri. Baada ya nchi ya Marekani waanzilishi wake kushuhudia mateso yaliyofanywa na mamlaka ya pembe ndogo kuua watakatifu wa Mungu, ambapo pembe ndogo ilitumia serikali ili kuendeleza ule ukatili, waanzilishi wa taifa la Marekani wakaweka ukuta wa kutenganisha dini na serikali, ambayo hii iliitwa Johnson Amendment. Johnson Amendment ilikuwa ni sheria ya kiserikali, ipo ndani ya katiba, ilikuwa inazuia muunganiko kati ya dini na serikali. Johnson Amendment ilikuwa inazuia muunganiko kati ya dini na serikali. Kama dini ingeanza kuongelea masuala ya kiserikali, basi mojawapo ya matakwa ya Johnson Amendment ilitaka hii dini hii au kanisa au dhehebu lianze kutozwa kodi na serikali. Kwa hiyo huu ndio ukawa ukuta wa kutenganisha dini na serikali. Kwa hiyo katika uundwaji wa sanamu ya mnyama, lazima hii Johnson Amendment iweze kuondolewa. Na je, hilo limefanyika tayari? Trump katika awamu yake ya kwanza, katika kufanya kampeni zake, aliahidi kuiondoa hiyo Johnson Amendment katika sheria mpya ya kodi ambayo angeileta, na aliazimia kufanya hivyo. Kwa hiyo alipochaguliwa akaingia madarakani, Rais Trump katika awamu yake ya kwanza alianza kufanya utekelezaji wa hiyo ahadi yake aliyoitoa. Alianza kufanya mabadiliko ya sheria mpya ya kodi, ambayo ndani ya mabadiliko ya sheria mpya ya kodi Johnson Amendment imo ndani yake, ilitakiwa iondolewe. Wakati bunge la Marekani limepelekewa sasa ianze kujadili ijadili hiyo sheria mpya ya kodi ambayo ndani yake kuna Johnson Amendment ambayo ilitakiwa iondolewe, Rais Donald Trump akasaini executive order ambayo inataka dini zisichukuliwe hatua za kikodi, yaani Johnson Amendment isitekelezwe, akaihafifisha. Kwa hiyo dini zikawa na uwezo wa kuanza kuongea kwenye mihadhara ikitoa matamko yanayohusiana na serikali, ikiingilia masuala ya kiserikali. Lakini jambo la bahati sana, ratiba za Mungu huwa zinaenda na Mungu mwenyewe. Shetani hawezi akavuka mpaka wa Mungu alipoweka. Wakati Trump akifanya hizo jitihada mwaka ule 2017, hii sheria mpya ya kodi ilipofika bungeni, kura zikapigwa. Wabunge wa Democrat wakaokoa jahazi, wakapiga kura kuiondoa Johnson Amendment katika sheria mpya ya kodi ya wakati ule mwaka 2017. Kwa hiyo Johnson Amendment haikufutwa kabisa mwaka 2017.
Kipindi cha Donald Trump kikapita, akaingia Joe Biden. Joe Biden alipoingia hakufanya mabadiliko yoyote yale kwenye ile executive order aliyosaini mtangulizi wake Donald Trump. Sasa ameingia katika awamu ya pili. Katika sheria ya Jumapili, Sunday law, mojawapo ya hatua zake ni ile tunayoisoma katika Ufunuo 13 mstari wa 15. Ufunuo 13 mstari wa 15 inasema, akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasioisujudu sanamu ya mnyama wauawe. Kwa hiyo kitendo kilichobaki ni kuipulizia pumzi sanamu ya mnyama. Kumbuka imeshatengenezwa. Union between church and state tayari imeshatengenezwa. Hata bwana Donald Trump mwenyewe anakuambia forget about separation between church and state. Sahau, anasema mwenyewe. Kwa maana hiyo sanamu ya mnyama imeshaundwa tayari. Nini kimebakiza? Anasema akapewa uwezo. Nani? Mnyama mwenye pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Akapewa uwezo wa kutia pumzi. Huyo mnyama mwenye pembe mbili, taifa la Marekani, likiongozwa na rais wake. Kwa hiyo kutiwa pumzi kwa sanamu ya mnyama ni kuondolewa kikamilifu kwa Johnson Amendment, iondolewe kabisa, isiwepo hata kuwepo. Sasa hivi ipo tu executive order inayopunguza makali ya Johnson Amendment, ambapo hiyo Johnson Amendment itakuja itolewe sasa iwe ni free. Hapo ndipo itakapotiwa pumzi ya uhai na itanena, na wote baada ya hii sanamu ya mnyama kunena, wote ambao hawatasikiliza matakwa ya sanamu ya mnyama, matakwa ya union between church and state, masuala ambayo tetoa, huyu mnyama atafanya wote wauawe. Ni nini hiyo itatamka? Ni Sunday law. Na Jumapili iko karibu. Waadventista wa Sabato tumekuwa tukijifunza muda mrefu. Sheria ya Jumapili ipo mlangoni. 2027, 2027, 2028 mapema inakuja, iko mlangoni. Ujumbe huu tumeupoteza, tumenyamaza, unakuja, tunahubiriwa, hatutaki kuelewa. Wachungaji wenyewe ni vipofu, wanaongoza vipofu walioko makanisani. Lakini kuna watu wa Mungu ni waaminifu, wanasikia ujumbe huu. Ukiondolewa Johnson Amendment, mambo yataharibika. Wakati tuko kwenye mchaka wa hii sheria Jumapili, wachungaji wa watu makanisani, hasa Waadventista wa Sabato, wanaona hili swala, wamenyamaza, hawasemi chochote. Wanafikiri hii sheria Jumapili ni kama ya mwaka 1888. Sheria ya Jumapili ya mwaka 1888, vuguvugu la sheria ya Jumapili la mwaka 1888 sio hili la hivi sasa. Vuguvugu la Jumapili la miaka ile 1888, ambapo kuna nukuu zinazosema tuipinge sheria ya Jumapili kwa nguvu zote, haziwezi zikatumika sasa. Kwa nini? Unabii wa miaka 6000 unatimia. Miaka 6000 inaisha 2031, na kabla miaka 6000 haijaisha kuna miaka 3.5 ya mwishoni mwa miaka 6000. Katika miaka 3.5 mwishoni mwa miaka 6000, kwa mujibu wa kitabu cha Daniel sura ya 12, kuna miaka 3.5 ya utawala tena wa upapa wa awamu ya pili. Katika hii ndio hii inayoelezwa, awamu ya pili ya upapa inayoelezwa katika Ufunuo 13 kuanzia mstari wa 11. Upapa utatawala mwishoni, lakini utatawala kwa muda wa miaka 3.5 tu. Sasa wakati vuguvugu hili likiendelea, division moja kule Marekani, North American Division, ikatoa waraka wa kupinga. Sasa hebu tuangalie huu waraka ambao North American Division ilitoa. Hii ndio ile response ya North American Division baada ya Sunday Rest proposal iliyotolewa na kwenye
the Heritage Foundation document, ambapo North American Division sasa linatoa na lenyewe matamko yake au linatoa kile inachokijua. Nitaenda kuangalia tu sehemu katika huu waraka wao. Unaweza ukapause video ili uweze kusoma hiyo yote. Nitaenda kuangalia vipengele tu vichache. Sehemu ya kwanza anasema ni hii: This new proposal of a uniform day of rest is irreconcilable with Americans' rich heritage of protecting the religious freedom of all its citizens, regardless of their religious belief or non-belief. It presents a dangerous desire to use a state power to advance religious objectives. Restricting commercial activities on Sunday also raises serious practical concerns for members of those faiths that do not worship on Sunday, including Seventh-day Adventists and Orthodox Jews. North American Division wanasema kwamba hii proposal mpya ya siku mfanano ya kupumzika, yaani Jumapili, haikubaliani na urithi mpana ambao Marekani imeachiwa, ambao unalinda uhuru wa kuabudu kwa wananchi wake, pasipo kuangalia nani anaamini na nani anaamini. Tena nasema kwamba hii inaonyesha hatari kabisa ya malengo hatari ya kutumia mamlaka ya serikali kuendeleza vitu vya kidini. Umeona, anataja hizo kama kuzuia manunuzi, kazi za manunuzi, commercial activities siku ya Jumapili. Pia inaibua swala zito sana miongoni mwa wale ambao wanaabudu siku ya Jumamosi. Ametaja hapa wakiwemo Adventista wa Sabato pamoja na Orthodox Jews. Sasa hawa North American Division unabii wameutupa. Kanisa la Adventista wa Sabato unabii tumeutupa. Kwa nini hatuoni kwamba huu ni unabii unatimia? Miaka 3.5 kabla ya miaka 3.5, mwishoni mwa miaka 1600. Haya ndio mambo tunatarajia. Sasa mambo haya nini? Angalia kipengele kinachofuata. Wanaendelea kusema mwishoni kabisa kule paragraph ya mwisho anasema Sunday laws run counter to the First Amendment of the US Constitution, which preserves religious freedom for all Americans by requiring the government to remain neutral between different religious faiths. Our church leaders in North American Division and the Union Conference will continue to uphold the banner of truth and religious liberty, firmly opposing this proposal and any similar measures. Unaweza ukaona hao wamedhamiria kabisa kupinga. Hii sio njia. Njia ni kuambia watu ukweli. Watu wanatakiwa waelezwe ukweli. Enyi wachungaji, waambieni watu ukweli. Wanajificha nyuma ya First Amendment. Ingekuwa ni vizuri wangequote kutoka 20 mstari wa 8 mpaka mstari wa 11, lakini sasa wanaquote First Amendment ya kwenye katiba ya Marekani ambayo ni Johnson Amendment. Hiyo haina kazi. Uvuvio unatuambia taifa la Marekani litakana kila kipengele katika katiba yake. Huo ukuta ndo wanataka kuuvunja. Conference hii North American Division italalia wapi? Washiriki amkeni, muda umeisha. Kwa hiyo wao North American Division unaona hapo kwamba wana refer kwa US Constitution, yani kwa katiba ya Marekani, kwamba kupitia Johnson Amendment inakataza hayo maswala. Lakini kumbuka katiba hiyo unabii unatuambia taifa la Marekani litakana kila kipengele katika katiba yake. Waadventista wa Sabato, huu sio muda wa kupinga sheria ya Jumapili. Watu walitakiwa waelezwe ukweli wa mambo. Watu walitakiwa wafundishwe unabii. Wakati wa miaka 3.5 ya mwisho wa miaka 1600,
Ni nini Waadventista wa Sabato walitakiwa wafanye? Haijaandikwa kwenye uvuvio. Nendeni mashambani, mahali ambapo mnaweza mkajipatia chakula chenu wenyewe, tena mtakuwa huru dhidi ya maadui. Kwa hiyo watu wa Mungu, North American Division, badala ya kuprotesti, ilitakiwa iwaambie watu waende mashambani, waondoke mjini. Ujumbe unapogonga wa miaka 6,000 inaendelea kuisha, ambapo kutakuwa na miaka 3.5 ya mwisho, watu waende mashambani. Katika vichwa vya wachungaji zaka zinagonga, zaka zinagonga. Wakati wa upelekaji wa injili kwa njia za kawaida, mwisho wake ni 2027 mpaka 2028 mapema, wakati wa sheria ya Jumapili. Zaka hazitatumika kwenye kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu itaendeshwa na Roho Mtakatifu. Cha ajabu sasa, shetani analeta counterfeit. Ndio unasikia hii 1 verse 27. Maana yake nini? Yaani 2027 unabii unatuambia kuna sheria ya Jumapili. Hakuna kuuza na kununua, itapita pale. Maana Ufunuo 13 imetuambia mstari wa 17, 18, hakuna atakayeweza kununua wala kuuza asipokuwa na chapa ile ya mnyama, asipotii mamlaka ya dini ya mnyama. Sasa matokeo yake yanakuwa ni nini? Kwa mfano katika North American Division, wakati huu wana protest, Trump mwenyewe anakuambia kwamba kama ukimsifia hana shida na wewe. Yaani dini yoyote ambayo itausifia utawala wa Trump, itaupamba maua, itausaidia kwa maombi na kadhalika na kadhalika, kwa namna yoyote ile, kwa kuongea mazuri ya Trump, hana shida na wewe. Lakini shida itakuwa kwa wale wanaopinga, wakosoaji. Tena anaongea kwa namna ya utani kwamba ataondoa exemption status. Yaani wakati Johnson Amendment kazi yake ni kuzuia dini kutokupata fidia, kutokulipa fidia au kutokutozwa kodi, ikiongelea masuala ya kiserikali. Wakati huo akitoa Johnson Amendment anasema ukimpinga kodi na kuhusu. Sasa nini kitafanyika kwa divisions? Nini kitafanyika kwa kanisa la Adventista wa Sabato? Nini kitafanyika kwa makanisa ya Kiadventista wa Sabato watakapopinga sheria ya Jumapili? Nini kitatokea? Katika makanisa mengi haya ya Kiprotestanti ya Sunday, wote wamekubali. Adventista wa Sabato kama General Conference, kama mfumo wa kanisa la Sabato umekataa. Unafikiri nini kitatokea? Matokeo yake ni kutozwa kodi. Kodi hiyo wewe haupo kwenye bunge kuamua kwamba iwe kiasi gani, wanakadiria wao wenyewe. Unaweza ukaona nini kitatokea. Watatozwa kodi nyingi, lakini madhara ya kutozwa kodi sio hata madhara. Yaani madhara ni kutokuheshimu ujumbe wa Mungu. Mungu anataka watu wake watoke mjini. Wachungaji wameendelea kuwashikilia watu wakae mjini ili waendelee kupata zaka na sadaka. Wakati ambapo matakwa haya ya Trump yatatekelezwa, kanisa litafanya nini? Matokeo yake yatakuwa ni nini? Jambo hili nabii alishaeleza mapema katika kitabu cha Testimonials for the Church volume 1 page 557 paragraph ya 2. Nabii aliona maono. Nabii anasema hivi: usiku ule niliota nipo Battle Creek, nikatazama nje kwenye kioo cha pembeni mlangoni, na nikaona kundi likitembea kuja kwenye nyumba, wawili. Walionekana wakali, waliodhamiria. Niliwajua vizuri, na nikageuka kufungua mlango wa sebure ili kuwapokea, lakini nilifikiri ningetazama tena. Tukio hilo lilibadilishwa ghafla. Kundi hili walionekana katika muonekano wa mavazi ya Kikatoliki. Mmoja alibeba msalaba mkononi na mwingine kamba au rozari. Na walipokuwa wakikaribia, yule aliyebeba kamba au rozari akaizunguka nyumba akisema mara 3, nyumba hii imepigwa marufuku,
mali lazima zitaifishwe. Wametamka kinyume cha utaratibu wetu mtakatifu. Hofu ilinishika, nikakimbia kupitia ile nyumba nje ya mlango wa kaskazini na kujikuta niko katikati ya kundi ambalo baadhi yao niliwafahamu, lakini sikudhubutu kuongea nao neno lolote kwa kuogopa kusalitiwa. Nilijaribu kutafuta mahali palipojificha ambapo ningeweza kulia na kusali bila kukutana na macho yenye shauku ya kudadisi. Haya ni maono ambayo Ellen G. White alionyesha. Hicho ambacho kitatokea. Kuna divisions, kuna makanisa mahalia. Kosa lao la kwanza, wamekataa ujumbe wa Mungu. Kuondoka mijini, wamekataa, wameshonana mjini. Wakati sheria ya Jumapili itakapokuja, wataanza kupinga. Wakianza kupinga, nini kitatokea baadaye? Ndicho hichi anachokisema Trump, kwamba nitaondoa exemption status. Kwa nini? Kwa sababu kikosoa. Na ndio hawa ambao nabii anawaona, tena anasema, unajua, tuangalie hapa vizuri katika maono haya ya nabii. Nabii anasema walikuwa wanakuja wawili. Anasema aliwajua. Walipokuwa wanakuja, akataka afungue mlango, lakini akaona ngoja niangalie tena kwanza kabla sijafunga. Anapoangalia tena, wanageuka, wanakuwa wamevaa mavazi ya Kikatoliki. Mmoja ameshikilia kamba, mwingine ameshikilia rosari. Na katika moja ya sentensi yao wanasema nyumba hii imepigwa marufuku, mali lazima zitaifishwe. Jamani, tuangalie hii sentensi vizuri. Anasema nyumba hii imepigwa marufuku, mali lazima zitaifishwe. Kwa nini? Anasema wametamka kinyume na utaratibu wetu mtakatifu. Upi mtakatifu? Ufunuo 13. Wametamka kinyume na sanamu ya mnyama, mara baada ya kutiwa pumzi ikatoa matamko. Sasa hawa ambao na mali zao zinataifishwa wametamka kinyume, na wanapotamka kinyume mali zao zinataifishwa. Sasa ni makanisa mangapi ambayo yatakubali kutaifishwa mali zao? Lazima watakuwepo wale wenye uchu wa madaraka. Taasisi zote za Kisabato, vitabu vyote vya Kisabato, printing press za Kiadventista, shule, japo ziko nje ya mpango wa Mungu. Ni mamlaka gani inayohusiana na kutaifisha mali? Ni serikali, ni government. Na ndicho hichi bwana Trump anachokisema kwamba ukipinga, nitaondoa exemption status ya kodi, nitaitoa. Johnson Amendment kwake yeye anayeupinga utawala wa Marekani wa Donald Trump, kwake haiondolewi. Na ndicho ambacho kitatokea kwa makanisa au divisions mbalimbali ambazo zitakataa matakwa ya bwana Trump au sera za bwana Trump, ikiwemo na hii sheria ya Jumapili. Watakapokuwa wanaipinga hii sheria ya Jumapili, lazima kuwepo na makundi mawili daima. Mpaka sasa tuna wachungaji wanaopenda vyeo na madaraka. Wakati huu utakapofika, mali za kanisa zianze kutaifishwa. Mahospitali waliojijengea, maofisi waliojijengea ya gharama kubwa, makanisa ya gharama kubwa, mpaka leo wanajenga wakati imebaki miaka 5. Kwao imebaki mwaka mmoja, maana rehema kwa Adventista wa Sabato, na mwisho wa kutumia majengo ya makanisa ni mwaka huu tu. 2027 tunazungumza kitu kingine. Kuna mawili tu: kutii mamlaka ya upapa, mamlaka ya taifa la Marekani, ambayo nguvu zake inapewa na mnyama aliyepigwa jeraha la mauti akapona, ambapo chimbuko lake nguvu ni zile zile za joka. Wanaopinga inabidi waondolewe, mali zao zitaifishwe. Lazima wapo, na mpaka sasa wapo viongozi wenye kiu na vyeo na madaraka na mali, wanajilimbikizia mali. Hawatakubali. Viongozi wa kanisa hawatakubali mali ziende hivi, zitaifishwe, kama ambavyo tumeona kwenye maono haya ya Ellen G. White kwamba mali zilitaifishwa. Kwa nini?
wamesema kinyume cha utaratibu wetu mtakatifu, wakina nani watakao kubali? Wakati huo huo wamekataa ujumbe wa Mungu. Ukweli wa sasa, viongozi wa kanisa wameukataa ujumbe wa haki kwa imani, wamekataa kila kitu, wamekataa maelekezo ya Mungu, wamekataa tokea mwaka 1888 wamekataa mipango ya Mungu kuhusiana na elimu, mipango ya Mungu kwenye afya, matengenezo ya afya. Unabii haupo makanisani, viongozi wamekataa, wanapiga vita. Ukihubiri ukweli wa sasa unaitwa muasi. Yaani vitabu tunavyoviprinti wenyewe sisi, ukivifuata vile vinavyosema, tayari we ni muasi. Na kuitwa muasi sio hata gharama kubwa. Ukitaka uitwe muasi, anza tu kutekeleza katika kitabu tu hiki. Hii ni UPH 2015. Tekeleza tu kuishi mashambani. Hubiri watu waende mashambani, watoke mjini. Hubiri watu wafanye matengenezo ya afya, wewe tayari ni muasi. Ni nani muasi kati ya mtu anayehubiri ujumbe kutoka mbinguni uliotumwa na nabii wake kupitia mikono ya nabii Ellen G. White, ambapo vitabu hivyo ni mali ya kanisa na vinaaminiwa na kanisa, na sio muda mrefu Ellen G. White watu watamkataa, viongozi watamkataa, sio nabii wa Mungu. Mambo yataenda tu. Sasa hivi anapigwa vita. Vipi kama angelikuwa hai? Mauaji yanaendelea kwa ajili, mauaji yangeendelea kwa manabii kama walivyofanya Israeli ya kale. Walikataa manabii, Yesu mwenyewe wakamsulubisha. Hawamtaki nuru, hawataki viongozi, hawataki nuru. Washiriki wa kanisa hawaitaki nuru iliyovuviwa, hata Biblia hawaitaki. Na ndizo hatua za kuondoa watu kwa Mungu. Ya kwanza, anakupa mashaka kuhusiana na vipengele vya imani. Hatua ya pili, anakupa mashaka, ushuhuda kuhusiana na roho ya unabii. Ukishapata mashaka kwenye roho ya unabii, hatua ya mwisho unayoifuata, unapata mashaka, unatilia mashaka na Biblia, hauiamini. Na ndicho kinachotokea miongoni mwa Adventista wa Sabato. They are not believing the Bible. Hawaamini tena Biblia. Hawaamini tena Biblia. Sasa viongozi hawa wenye uchu wa vyeo na madaraka hawatokubali mali zao kutaifishwa. Nini kitatokea? Watajiunga na upande wa mpinzani. Ndio hao watakuwa watesi wakubwa wa ndugu zao. Washiriki ambao hawatakubali kubadilishwa watakuwa ni watesi wakali sana wa ndugu zao ambao wamekuwa wakisali pamoja. Na kitu hichi kilishaelezwa mapema. Wakati sheria Jumapili itakapotokea, mambo yafuatayo yatatokea. Miongoni mwa washiriki wa Adventista wa Sabato, miongoni mwa wachungaji wa Kiadventista wa Sabato, wengi wao, nabii anasema katika Review and Herald March 18 mwaka 1884 paragrafu ya 8, anasema they will not only ignore and despise the Sabbath themselves, but will try to keep it from others by burying it beneath the rubbish of custom and tradition. In churches and in larger gatherings in the open air, ministers will urge upon the people the necessity of keeping the first day of the week. Kwa Kiswahili anasema hawataidharau na kuitupilia mbali Sabato wao wenyewe, lakini watajaribu kuwafanya watu wengine wote wasiweze kuitunza, na wakiizika katika takataka za desturi na mila katika makanisa na katika mikutano mikubwa, katika sehemu za wazi. Minister, hawa ni wajumbe au hawa ni wachungaji, watawataka watu waitunze siku ya kwanza ya juma. Watawataka watu waonyeshe utunzaji wa siku ya kwanza ya juma. Sasa hawa ni viongozi wa kidini, hawa ni wachungaji,
Maana nabii anasema hawa they will not ignore and despite the Sabbath themselves, yaani hawataidharau sabato wao wenyewe. Watafata hatua ya pili, watawazuia na wengine kuifata. Lakini vile vile anasema kwamba katika mikutano mikubwa, katika sehemu za wazi, katika makanisa, hawa watu wachungaji, wainjilisti, walimu makanisani, kwenye mikutano, wataonyesha watu umuhimu wa kutunza siku ya kwanza ya juma. They will urge the necessity, watahoji umuhimu wa kutunza siku ya kwanza ya juma. Huo umuhimu unakuja wapi? Ni kung'ang'ania vyeo na madaraka, na ndicho kinachokuja. Miaka 3.5 ya mwishoni mwa miaka 6000 haya mambo yatatokea. Sasa hivi Waadventista wa Sabato wameziba masikio, wanajifanya hawaelewi miaka 6000 inaisha lini, wakati kwenye maandiko matakatifu, kwenye roho ya unabii imeelezwa wazi. Maana mwishoni mwa miaka 6000 lazima kusimamishwe chukizo la uharibifu, sheria ya Jumapili, na lazima ianze. Na wakati huo sheria ya Jumapili inatengenezewa, lazima utimizwaji wa mikakati na miundombinu ya utimizwaji wa Ufunuo sura ya 13 lazima itekelezwe, ikiwemo na mstari wa 17, 18 na 19. Miundombinu ya manunuzi hatuioni katika nchi ya Marekani, katika nchi za Ulaya. Wamepiga hatua gani katika matumizi ya teknolojia juu ya swala la kununua na kuuza? Maana teknolojia ambayo imekuwepo sasa hivi haikuwepo mwaka 1888. Unabii usingetimia, na shetani hawezi kuvuka kipimo ambacho Mungu ameweka cha wakati ambapo unabii fulani utatimia. Lazima ule muda ufike. Sasa katika mwaka 1888 katika vuguvugu la sheria ya Jumapili, ambapo mpaka nabii anasema tuipinge sheria ya Jumapili kwa nguvu zote, nukuu hiyo inatumika sasa katika wakati huu. Yaani Yesu asije, miaka 6000 isiishe. Watu hawaelewi mwisho wa miaka 6000. Waadventista wa Sabato tunajifanya hatuelewi miaka 6000, lakini tunaamini kutakuwa na Sabato mbinguni. Hiyo kwani Sabato inakuja baada ya siku ngapi? Sabato inakuja baada ya siku 6. Siku ya 7 ni Sabato. Mungu hawezi kuruhusu katika mwaka wa 1700 watakatifu wake bado waendelee kukaa duniani katika utumwa wa dhambi. Lazima tutakombolewa. Katika mwaka 1700 ni Sabato. Tutakuwa mbinguni kwenye Sabato takatifu. Wanadamu wote tutakusanyika mbele zake. Ni pumziko dhidi ya dhambi. Kwa hiyo wale ambao hawaamini miaka 6000, hata namna wanavyoitunza Sabato, basi wanakosea. Kama tunaweza tukaamini kwamba mbinguni tutakuwepo siku ya Sabato, tutaitunza Sabato mbinguni. Mbinguni siku moja, duniani hapa ni miaka 1000. Na watakatifu wa Mungu wataishi mbinguni kwa muda wa miaka 1000 ya duniani. Na maana mbinguni watakaa siku moja katika siku ya Sabato. Sasa kama watakatifu wa Mungu wataishi miaka 1000 mbinguni, yaani siku ya Sabato mbinguni, je, maandalio ya Sabato huwaga ni lini? Maandalio ya Sabato ni kabla ya siku ya 7 yenyewe, ni jioni, ni siku ya 6, ni ndiyo maandalio. Kwa hiyo hivi sasa mwishoni mwa miaka 6000 ndiyo maandalio ya Sabato ya mbinguni. Waadventista wa Sabato kwenda kanisani siku ya Sabato sio tu kwenda kupasha mabenchi kanisani, ni unabii. Imebeba unabii. Katika mwaka 1700 tutakombolewa. Kabla ya sheria ya Jumapili, Waadventista wa Sabato tunapepetwa. Kanisa la Mungu ni watu ambapo sifa zao bainishi wanatunza amri za Mungu, wana ushuhuda wa Yesu. Wale wote ambao watakosa hizo sifa, wale wote ambao watapepetwa, maana ya pepeto
Pepeto linaletwa na ushuhuda yakinifu wa shahidi mwaminifu. Hiyo ndio pepeto. Wanapepetwa, wanatoka katika kanisa la Mungu, miongoni mwa watu wa Mungu, wanatengwa. Sasa hapo ndipo utaelewa kwamba kanisa la Mungu ni watu, sio mfumo wa General Conference. Na ndio hiyo wanapiga kelele, msitoke kanisani, msitoke. Kanisa la Mungu sio General Conference. Kanisa la Mungu ni watu watakatifu walio na amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu, ambayo ni roho ya unabii. Kwa hiyo kila mtu sasa anatakiwa ajiandae kuhusiana na kile ambacho kinaujia ulimwengu katika miisho ya miaka 6,000, katika miisho ya miaka 6,000, muda wa miaka 3.5 ya mwisho. Lazima katika miaka 3.5 injili ihubiriwe kwa mataifa, na wao wapate kujua kilio kikuu kitalia, na muda sio mrefu umebaki. Kilio kikuu kitapeanwa katika ulimwengu. Kila mtu ataangaziwa na nuru kutoka mbinguni. Kila mtu ataangaziwa pale ambapo hajui. Kila mtu atasadikishwa ujumbe wa Mungu. Itabaki ni uchaguzi wa kila mtu kufanya maamuzi, kufata sheria ya Mungu au kufata alama ya mnyama, amri za binadamu, sheria za binadamu, sheria za shetani ambazo zinakinzana na amri ya Mungu ya 4 kutoka 20 fungu la 8 mpaka fungu la 11. Kila mtu atachagua. Ulimwengu wote utafanya uchaguzi katika kanisa la Waadventista wa Sabato kufikia sheria Jumapili itakapotangazwa mapema muda mfupi ujao. Mlango wao wa rehema utakuwa umefungwa, na mlango wa rehema unafungwa pale ambapo unapewa ujumbe unaukataa. Huko ndiko kujifungia mlango wa rehema. Watu wa Nuhu, Mungu hakuwafungia mlango, wao wenyewe ndio walijifungia mlango, maana ilikuwa ni ruksa wao kuingia, lakini hawakutaka kuingia. Kwa hiyo walijifungia mlango wa rehema wao wenyewe, wakaangamia na maji. Ndivyo hivyo inavyokuwa leo. Kupepetwa unaletwa na shahidi. Pepeto linaletwa na ushahidi yakinifu wa shahidi mwaminifu. Wale wanaokataa wanapepetwa nje. Bado kanisani wataendelea kuwa viongozi, kanisani wataendelea kuwa wazee wa kanisa, kanisani wataendelea kuwa wahazini, wataendelea kutoa sadaka mbalimbali, kufanya majengo ya makanisa. Na ndicho hicho nabii anakisema, wakati Yesu yuko karibu kurudi, kanisa, uongozi wa kanisa utakuwa unajivunia juu ya maendeleo ya kanisa. Na ndicho kitu ambacho tunakiona. Conference zinajengwa, yani mwaka huu 2026 wanajenga conference. Wakati Hosea 6 mstari wa 2, baada ya siku 2 atatufufua. Ndicho kitu ambacho kinatajwa katika Hosea 6. Nabii Ellen G. White mwenyewe anasema Yesu alipokuwa msalabani aliona miaka 2000 mbele ya kanisa lake ambalo lingekuwepo kabla ya mwisho wa ulimwengu, kabla ya ujio wake mara ya pili. Sasa swali ni hili. Niliwahi kusikia kiongozi mmoja wa kidini wa Adventista wa Sabato, mchungaji mmoja, anaaju ujumbe wa miaka 6,000. Anasema hivi kwamba mimi siamini ujumbe wa miaka 6,000 kwamba unaisha mwaka 2031. Anatoa sababu, anasema kwa sababu najiuliza kalenda gani imetumika. Sasa swali, kwa nini mchungaji huyu alipinga ujumbe wa miaka 6,000 akiaji kalenda? Wakati huo huo kanisa limefanya session hii mpya, akaja huyu Kola, Elton Kola, rais president wa Seventh Day Adventist Organization, akaja na mpango wake wa One Voice 27, ambapo wanasema kwamba kutoka mwaka 27 wakati Yesu anabatizwa mpaka mwaka 2027 itakuwa imetimia miaka 2000. Wanaamini. Shida inakuwa wapi kuamini ujumbe wa Ellen G. White kwamba Kristo alipokuwa msalabani aliona miaka 2000 mbele ambayo ingekuwepo kabla ya mwisho wa historia ya ulimwengu, ambapo Yesu alikufa msalabani mwaka wa 31 AD. Kutoka mwaka 31 AD, kwa mujibu wa dondoo za Ellen G. White,
na kuwekea nukuu yake hapo kwenye screen. Kulingana na nukuu ya Ellen G. White, anaona miaka 2000 kutoka mwaka 31 mpaka ukiongeza miaka 2000 inakuleta mwaka 2031. Sasa kwa mujibu wa nukuu hiyo ya Ellen G. White pamoja, basi hata Ellen G. White mtu haamini. Aya basi, Hosea 6 mstari wa 1 mpaka wa 3, kuna siku mbili za mwisho ambapo siku ya 3 anasema atatuinua, tutaishi mbele zake. Maana yake baada ya hizi siku mbili, ile siku ya 3 watu wa Mungu wanatakiwa wao wamefufuliwa. Tumefufuliwa baada ya siku mbili. Siku ile ya 3 tunainuliwa, tunaishi mbele zake. Tutaishi mbele zake wakati gani? Waadventista wa Sabato wote wanaamini pamoja na Wakristo, mbinguni tutaishi muda wa miaka 1000 siku moja, ambapo katika Hosea 6 mstari wa 1 mpaka wa 3 ndio ile siku ya 3 tutakaa mbinguni. Sasa kutoka mwaka 31 AD ukiongeza siku mbili za Hosea 6 mstari wa 2, ambapo katika hizi siku mbili, siku moja ni miaka 1000 kulingana na siku na saa ya mbinguni ni miaka 1000, miaka 2000 inakuleta 2031. Sasa ubaya unakuwa wapi? Kwa nini Waadventista wa Sabato chini ya General Conference, kwa nini huyu mchungaji alipoona ujumbe huu wa General Conference kusema kwamba kutoka mwaka 27 mpaka 2027 ni miaka 2000, kwa nini hakuaji swala la kalenda? Kwa nini washiriki wa kanisa, viongozi wa kanisa, wachungaji waliposikia hii ajenda ya One Voice 27 kwamba miaka 2000 inaisha mwaka 2027 baada ya ubatizo wa Yesu, kwa nini wanaamini? Kwa nini hawapingi? Kwa nini hawaiti time setting? Kwa nini ni 2031 ndio time setting? Kwani kutoka mwaka 31 wakati Yesu anakufa msalabani mpaka 2031, yani inawezekanaje isiwe miaka 2000? Ila kutoka mwaka 27 mpaka 2027 ndio miaka 2000. Akili kichwani kumkichwa, ni mahesabu rahisi tu. Mjinga ndio anaweza akapotea. Tena nabii anasema kama watu wangekuwa wamefumbua macho nusu, yani nusu, umelolecha jicho moja tu, yani moja, jicho la kiunabii moja, hata usifungue macho mawili katika unabii. Yani kama watu wa Mungu wangekuwa wamefumbua macho nusu, asingepotea hata huyu. Jinsi gani unabii wa Mungu ulivyo rahisi na kueleweka, lakini kwa nini unakuwa mgumu? Kwa sababu ya tamaa. Yani kana kwamba hii dunia ni nzuri mno kuliko maelekezo ya Mungu, kana kwamba hii dunia ni nzuri mno kuliko ujio wa Yesu. Watu hawaamini, people don't believe. Kwa nini hawaamini? Kwa sababu wamechafuliwa katika ubongo wao juu ya elimu waliolishwa ya Babeli. Na ndio ujumbe wa malaika wa Ufunuo 18 anasema, tokeni kwake enyi watu wangu, mtoke Babeli. Babeli ni nini? Ni machafuko. Babeli ni machafuko. Kama machafuko yameingia ndani ya kanisa, basi kanisa pia ni mojawapo ya component inayounda Babeli. Watoke. Mafundisho ya makanisani, viongozi wa makanisani, taratibu za kanuni za kanisa zimekuwa Babeli, zinafanya kanisa la Mungu kuwa Babeli. Watu wa Mungu wanatakiwa watoke katika hayo machafuko. Waende wapi? Waje kwenye kweli yote, msingi wa Biblia na roho ya unabii. Sheria ya Jumapili inakuja. Sheria ya Jumapili itakapokuja, hautakuwa muda mzuri kwa Waadventista wa Sabato. Ni muda mzuri kwa ajili ya mataifa, watu wanaotunza wanaotunza siku ya kwanza ya juma kwa sasa bila kujua, na wapo waaminifu wa Mungu wanayoitunza siku ya kwanza ya juma ambao bado hawajafikiwa na nuru. Wakati nuru itakapokuja, watafanya maamuzi. Wewe mtazamaji unayesikiliza ujumbe huu ambao bado unatunza siku ya kwanza ya juma, uwepo miongoni mwao. Wakati ujumbe utakapoletwa kwako kwa nguvu, popote utakapokuwa, watakapokuwa magerezani watu, watakapokuwa sehemu ya utumwa, kila mahali, ujumbe wa Sabato ya kweli, ujumbe wa malaika watatu, ujumbe wa onyo katika Ufunuo 14 kuanzia mstari wa 6
utamfikia kila mwanadamu na atafanya maamuzi. Sasa tuendelee kutafakari maneno haya. Dhahama kuu inakuja na watu hawako tayari. Nani atawafanya wawe tayari? Nabii anasema kwa mtu yule ambaye hayuko hata tayari, hata malaika aje apige baragumu juu ya anga atangaze, hawatasikia. Ni kama Israeli ya kale ilivyofanya. Mungu alizungumza sheria yake, amri 10 mlimani kwa sauti kali, lakini soma historia ya wana wa Israeli, only 1 month, yani mwezi mmoja tu, hata mwaka haujaisha, wanatengeneza masanamu, wakati amri ya Mungu inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga, usisujudie wala usitumikie. Lakini wao licha ya kusikia sauti ya Mungu mwenyewe, yani Mungu mwenyewe anasema, bado wakarudia usizini, bado wanafanya, wakawa zini na wanawake wa nchi jirani, tena wanawaleta kambini, wanazini. Moyo wa mtu ambao haushikwi na neno la Mungu, roho wa Mungu hayupo, hata malaika aje na mng'ao akamuonya hata sikia. Waadventista wa Sabato wanaendelea kushupaza shingo na kutokuamini ujumbe wa Mungu, bado wanaendelea kutumainia hadithi za uongo na madanganyo ya shetani, hawataokoka. Bwana atusaidie sana ili tuweze kuepuka mtego huu, na Mungu atusaidie tuendelee kujaza taa zetu mafuta, wakati Kristo anapokuja mara ya pili atukute tukiwa tayari, atukute tuna vazi la harusi. Vazi la harusi ni tabia ya Yesu, ni tabia ya Kikristo. Tabia zetu tunataka tuzirekebishe, dhambi zetu zifutwe. Hukumu ya upelelezi haitaachia mwanadamu hata mmoja ambaye atakutwa kuna dhambi mojawapo hakuitubu. Na wanadamu wote tumepungukiwa na utukufu wa Mungu, tumetenda dhambi. Tunatakiwa tuidai haki ya Kristo iwe haki yetu, ndipo tutakapookolewa, si kwa matendo yetu wenyewe, bali tunapoonyesha utii kwa Kristo na neno lake, tunahesabiwa, tunapata uhuru wa kuhesabiwa haki ya Kristo, na hapo ndipo tutakapookolewa. Bwana akubariki, akuongoze katika dhahama inayokuja.